Ugonjwa sio ugonjwa, bali ugonjwa ni matokeo. Sasa ugonjwa ni nini? Kama kile ambacho tunakiona sisi tunakita ni ugonjwa, sio ugonjwa, ni matokeo. Sasa chanzo cha ugonjwa ni nini? Hichi ndicho ambacho tunakwenda kukiangalia siku ya leo. Tulianza na series iliyopita. Ili uweze kuelewa hili jambo, ni lazima uangalie kwanza nyuma yangu kuna nini. Kuna mti, of course, kuna mti. Sasa labda swali naanza kuuliza, katika huu mti ni nini ambacho nakiona kwanza? Of course, jibu ni majani na nini pamoja na matunda. Kwa hiyo katika mti wowote, kitu cha kwanza kabisa ambacho utakiona ni majani pamoja na matunda. Ndivyo vitu vya kwanza ambavyo unaviona. Hata wewe katika mwili wako kuna vitu ambavyo huwa vinaonekana mwanzoni kabisa, ambavyo hivi vitu sasa tunavinaitwa symptoms ama dalili. Okay. Kwa hiyo kama majani haya ambayo unayaona yakiwa yamenyauka, kama matunda unayoyaona yakiwa yamekauka au hayana afya, ni nini kinachokwambia? Je, swali linalokuja ni kwamba je, majani kama majani yana uwezo wa kujibadilisha yenyewe na kuwa ya green kama hivi? Je, tunda kama tunda lenyewe lina uwezo wa kujibadilisha? Hapana. Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba jani linategemea chakula chake kutoka katika tawi. Tunda na lenyewe pia linategemea chakula chake kutoka katika tawi na katika majani. Sasa swali linakuja, matawi linategemea kulishwa na nini? Kwa hiyo utaona katika mfano huu wa mti, tawi linalishwa na hiki kinachoitwa trunk ama kinachoitwa shina. Okay, kwa hiyo tuna majani, okay, tuna matunda, tuna matawi, okay, ambayo ni haya hapa. Najua wengi tunaweza kwa hatuelewi habari ya mti. Alafu baadaye hapo tuna nini? Tuna trunk ama tuna shina. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba majani pamoja na matunda yanapokea kutoka katika branches, yanapokea kutoka katika matawi. Alafu tawi na lenyewe linapokea kutoka katika nini? Katika shina. Kwa hiyo unaweza kaona haya ni matawi na hii sasa ndio shina lenyewe ambao ndio mti wenyewe. Lakini sasa swali linakuja, je, shina linapokea kutoka wapi? Yaani nikiwa na maana kwamba shina linalishwa na nini, au shina ili liweze kupeleka chakula katika majani, katika matawi ambao ni branches, na liweze kupeleka katika matawi ambao ni leaves, na lipeleka katika matunda ambao ni fruits, lenyewe linapokea kutoka wapi? Utagundua lenyewe linapokea kutoka katika mizizi. Swali linakuja, je, unaweza kuona mzizi wa mti huu? Hapana. Swali linakuja, je, unaweza ukafanya chochote na mzizi, kufanya huu mzizi uweze kulisha shina vizuri na shina liweze kulisha matawi vizuri na matawi yaweze kulisha majani na matunda vizuri? Hapana. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja, mwili wako wewe ni kama mti exactly 100%. Ni kwamba kitu unachokiona ambacho kinaitwa majani, hizi ni symptoms. Kwa hiyo ina maana kwamba kama majani yamekauka, hizo ni dalili, lakini sio chanzo. Sasa sisi ugonjwa huo tunauita ni kile ambacho tunakiona ambacho ni majani kukauka, ndio tunasema tunaumwa. Kwa hiyo mtu anasema mimi naumwa ugonjwa fulani, mimi naumwa ugonjwa fulani, ni kwa sababu ya symptoms. Lakini kiuhalisia symptoms ama dalili sio ugonjwa. Sasa ugonjwa ni nini? Nimesema kwamba endelea kunifuatilia ili tuweze kwenda pamoja. Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba hiki unachokiona kama hili jani, nikikata jani hili hapa, kama hili jani likinyauka, hili jani linapokea kutoka katika nini? Kutoka katika tawi, na tawi linapokea kutoka katika shina, na shina linapokea katika mzizi. Okay, kwa hiyo ina maana kwamba matawi na matunda ni nini? Ni matokeo ya kile ambacho wewe una behave. Ikiwa na maana kwamba symptoms zile sasa, au yale magonjwa ambayo sisi tunaita ni magonjwa, nimesema hayo sio magonjwa, hayo ni matokeo, yanatokana na jinsi ambavyo wewe una behave. Ambayo behave ni nini? Behavior ni branches, ama behavior ni tawi. Kwa hiyo hili tawi sasa ndilo linalolisha nini? Linalolisha majani. Kwa hiyo majani na matunda ni matokeo, ambao katika mwili wako majani na matunda ndiyo hali yako ya afya jinsi ambavyo ipo. Kwa hiyo it's very simple. Kwa kadri ambavyo matawi haya yatapata chakula sahihi kutoka katika trunk, yatapata chakula sahihi kutoka katika shina, ina maana kwamba obviously jani lako litakuwa la kijani kibichi kama hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tawi limepokea kutoka katika shina, ambao hii shina sasa ndiyo mahitaji yako ambayo unahitaji. Okay, kwa hiyo mwili wako na mahitaji. Mwili wako unahitaji hewa, mwili wako unahitaji hewa safi, mwili wako unahitaji maji, mwili wako unahitaji nutrients, vyakula vyote ambavyo vinatakiwa. Sasa hivi vitu vinawakilisha nini katika mti? Vinawakilishwa na hii sehemu ya shina, trunk.
Ina maana kwamba kwa kadri ambavyo mwili wako utapokea nutrients, kwa kadri ambavyo mwili wako utapokea hayo mahitaji ambayo nimesema, utaweza kulisha katika matawi na matawi yatalisha katika majani, na kile ambacho tutakiona sasa ambacho ndiyo matokeo yatakuwa ni matokeo ya kile ambacho kimelishwa kutoka katika matawi na matawi yamekula kutoka katika nini? Katika shina. Sasa swali linakuja, mizizi ambayo ni sehemu ambayo haionekani kabisa katika mti, yenyewe ina nafasi gani katika mwili wako? Kwa kusummarize video hii fupi, tuungane katika video inayokuja, ni kwamba matokeo, iwe ni ugonjwa wote, iwe ni sukari, iwe ni kansa, iwe yoyote, hayo ni matokeo. Hayo ni majani, hayo ni matunda ambayo haya matunda yanalishwa kutoka katika nini? Yanalishwa kutoka katika matawi. Na matawi ni nini? Matawi ni tabia, behavior. Sasa kuna uhusiano gani kati ya behavior na matokeo ambayo sisi tunaita ni magonjwa, ambayo mimi nimesema kwamba huo sio ugonjwa, hayo ni matokeo? Tutaenda kuangalia katika video inayokuja. Usipange kukosa. Kama ni mara yako ya kwanza, follow, subscribe, like na ushare na watu wengine pia waweze kupata. Kwa hiyo ni nini ambacho kina share? Ni nini ambacho kina share katika matawi? Ni nini ambacho kina share katika kinachotufanya sisi tupate hizo symptoms na ambazo ni dalili ambazo sasa sisi tunaziita ni ugonjwa, ambazo sio chanzo. Ugonjwa ndio chanzo, na sisi tuko hapa kutafuta tunakwenda kukitafuta hiki chanzo cha huu ugonjwa ambacho kinapatikana wapi? Usipange kukosa katika video inayokuja. Kwa kifupi tu ni kwamba majani pamoja na matunda vinalishwa na branch. Kwa hiyo ina maana kwamba utakapopata tawi ambalo haliko vizuri, ina maana kwamba litapelekea majani kunyauka. Vivyo hivyo itapelekea matunda na yenyewe kutokuwa matunda yaliyo mazuri. Vivyo hivyo kama trunk ama kama hili shina lisipopeleka mahitaji ambayo yanatoka kutoka chini vizuri katika branch, na ina maana kwamba automatically majani yatanyauka na pia utakuwa na matunda mabaya. Kwa hiyo utakapoona mti kwa mara ya kwanza kabisa, utakachokiona ni majani yaliyonyauka, lakini majani yaliyonyauka na matunda ambayo yamekosekana au ni matunda yasiyo na afya, siyo chanzo. Kwa hiyo chanzo kimetoka wapi? Chanzo kimetoka huku chini. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia katika video inayokuja sasa chanzo cha magonjwa. Kwa hiyo tumeona kwamba magonjwa yote ni symptoms, ni dalili, na hizi dalili ambazo katika mti ndizo zinazoonekana. Kwa hiyo hata wewe ukiwa ni mgonjwa hapo, tutachoangalia ni dalili, kama ambavyo tukiangalia katika mti matunda pamoja na majani, hizi ni dalili. Lakini kunyauka kwa matunda na kunyauka kwa majani, au kukosekana kwa matunda na kunyauka kwa majani, siyo chanzo, kwa sababu matunda na majani vinapokea kutoka katika branches, ambayo kwa wewe mwanadamu branches ama matawi yanawakilishwa na tabia, lakini pia na hiyo branches na yenyewe inapokea kutoka katika nini? Katika trunk ama katika shina, ambao kwa wewe mwanadamu hiyo inawakilishwa na nini? Hiyo inawakilishwa na mahitaji, yale needs zako ambazo unahitaji, ambazo ni hewa, chakula, maji safi na kadhalika. Lakini bado hiyo haitoshi. Kuna sehemu ya chini ambayo tutakwenda kuangalia, ambayo tutakwenda kutuonesha kwamba asili ya hayo magonjwa